wangu mimi ni super duper. Ameokoka, hana shida kabisa. Ndio maana mimi Paulo aende kanisani huko asali. Ninamfitinisha mume wangu na hizi bia. Kama mtini ulivyonyauka na kukauka kabisa, ndivyo kiu ya pombe kwa mume wangu itakapokauka kabisa katika jina la Yesu Kristo. Shoga yangu, jana nimekutana na bwana. Nimempiga, kapigika hatari. Vinywaji hivyo hapo kunywa kujigaragaza. Kuanzia leo hiki ndio kitakuwa kitu changu. Naomba nguvu hizo hizo ziende kwa mdogo wangu jana na kumbadili kabisa. Na kusi Bwana, usifumbe macho wala kugeuza uso wako pembeni. Na kusi unijibu maombi yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unajua baby, unajua mimi ndo Jafari, you know. Mimi ndo Jafari. Na hapo umefika. Unajua umefika kabisa, usijali. Majumba makifahari, magari, hapo ndo penyewe. Wewe relax, kula maisha. I'm Jafari. Oh, come on. Handsome boy. I wish one day nimekuoa, nimefunga ndoa za pingu za maisha, umelala hapo. Nimelala hapo hapa. Mtoto, you know. Utaenjoy, nakwambia utaenjoy, baby, you know. Hata yule rais wa Kongo ni rafiki yangu sana yule. Hata huyu mwingine hapa, wapi huyu? Kwa mama usijali, nitakupeleka Dubai, nitakupeleka Morocco, nitakupeleka Spain. Unapojua Spain? Oh baby, come on. Usijali. I am Jafari, you know. I am Jafari, so utaendesha ma V8, utaendesha ma Lexus. Wewe nipe mahaba, ni enjoy, nifurahie. Utaenda mpaka Dubai, nipe mahaba. Jana nimekutana na poyoyo mmoja. Nimempiga madola. Nimemwacha mweupe. Waga sinaga masana mabrazameni wa bongo mimi. Bora. Maana hata ungemuomba asingekupa. Angeishia kufanya anachotaka akakupa mfukoni. Dawa yao
ni kuwanyoosha. Mimi jana nimekutana na mlevi. Nimemsearch. Nimeambulia huyu. Kumbe alikuwa hana hata hela ya kununua. Lofa kweli yule jamaa. Mimi jana nimekutana na chizi hilo. Nimeambulia 5,000. Kidogo niliuwe. Pole shoga yangu. Unajua siku hazifanani. Ngoja nijipumzishe. Leo mapema niko golini. Lazima kitaeleweka tu. Nyie nendeni tu. Mimi bado sana. Hadi nizitumbue hizi. Ziishi. Kwa haraka tu kiziangalia hizi. Ni kama 500. Nisipotumia pesa itaoza. Unajua raha pesa matumizi. Haswa ukiwa nazo. Mimi na hii 5,000 siendi popote. Nikijitingisha tu nimekufa. Hivi huyu mzima kweli? Maana ilitakiwa ameshaondoka na mpaka sasa hajaamka. Hata angekuwa mlevi vipi, hii imepitiliza. Na kama hata amka sasa hivi, inabidi nikaripoti kwa bosi. Yapo maombi yanayoambatana na sadaka au na ahadi fulani kwa Mungu. Maombi hayo yanaitwa maombi ya nadhiri. Maombi ya nadhiri ni maombi ambayo unapokuwa katika shida fulani unamwendea Mungu na kumwambia Mungu, ukinifanyia hivi mimi nitafanya hivi. Mfano, upo katika kitanda cha ugonjwa, unamwambia Mungu, ukinishusha katika kitanda hiki cha ugonjwa kwa uponyaji nitakutumikia. Ama upo katika hali ngumu ya maisha kiuchumi, unasema Mungu, ukinipa biashara faida yangu nitagawana na wewe nusu kwa nusu. Au unataka kupata mke, unasema Mungu, ukinipa mke mzuri hakika sitakuacha kukutumikia. Na ahadi zinazofanana na hizo. Aina hiyo ya maombi huitwa nadhiri. Kama vile tunavyomwona Hana alipokuwa akihitaji mtoto, alimwambia Mungu, ukinipa mtoto nitakupa wewe Mungu akutumikie. Na tunaona mara alipopata mtoto akaenda akamkabidhi mtoto madhabahuni kwa Bwana, akamtumikia Bwana. Unapofanya aina ya maombi ya nadhiri, hakikisha nadhiri unayoiweka unaiondoa, kwa maana ya kuitimiliza. Kwa sababu utakapoomba maombi ya nadhiri, Mungu lazima akujibu. Lakini wewe ukishajibiwa, usipoyaondoa yale uliyoyaahidi katika nadhiri yako kwa kuyatimiza, jambo lile hugeuka kuwa dhambi. Biblia inasema ni afadhali usiweke nadhiri kabisa kuliko kuweka nadhiri na usiondoe. Haleluya. Habari. Wow, nzuri.
katikati. Nadhani za mwizi siku zote huwa ni 40. Leo nimekukamata. Tapeli mkubwa, gaidi, usiyevumilika, shenzi. Kwa hiyo ulitaka kuniua sio? Sikia we fala. Usinitishe, sawa? Usinitishe. Okay. Unatakaje? Sema unatakaje? Nakwambia hivi, leo ni leo. Na sikuache mpaka kieleweke. Kwanza utanipa hela yangu. Alafu pili utaniambia ni nani aliyekuambia unawekea madawa kulevya kule hotelini. Unataka kuniua? Sikia we fala nikwambie. Tena unisikize kwa makini vizuri. Sio mimi nilokutuma uje ununue wanawake huko, sawa? Kulikuwa kuna wanawake wastaarabu wengi tu kibao. Ungeweza kuwanunua kule. Sikukutuma uje huko. Sasa kiteleweka mbele ya safari huko. Hauendi popote. Hauendi popote. Toa kila kitu ulichonacho huko. Ukijitingisha kidogo na kizamisha. Twende taratibu, twende taratibu. Twende taratibu, twende taratibu. Ni mambo ya kuongeleka, please. Toa kila ulichonacho. Okay. Taratibu. Natoa. Mambo ya taratibu haya. Toa kila kitu. Sawa. Na siogopi chochote. Hapa tunagawana majengo ya serikali. Sawa. Utaenda mochwari ni nitaenda jela. Leta. Taratibu. Niko nje ya muda. Okay. Natoa. Taratibu, please. Ni mambo ya kuongeleka mama. Mambo ya kuongeleka tu haya. Sawa basi. Toa na kule. Okay, taratibu. Mimi na familia. Familia nitegemea. Niko nje ya muda. Sawa. Nafanya masiara. Nipo kazini hapa, sawa? Sawa. Nitosha. Ukijitingisha kidogo na kizamisha. Tulia hivyo. Haya, toa loki. Okay. Kiko wapi? Toa loki haraka. Mama. Ile kule. Mama na sawa. Siku nyingine usize na watoto wa mjini. Sawa. Shit. Hey. Haba hapo ndio kunimaliza. Kitu kiko hapa. Sasa. Mchungaji, nahitaji msaada mkubwa sana kutoka kwako kupitia huyu mdogo wangu. Kweli nimeomba sana, lakini sijawahi kupata mafanikio. Ni mtoto ambaye alikuwa anapendwa sana. Anapewa kila kitu. Ila inashangaza mchungaji. Inashangaza. Sijajua ni kwa nini ameamua kuishi maisha haya. Sijajua mchungaji. Okay. Kwanza lazima ujue ya kwamba shetani ana uharibifu mkubwa sana. Baba. Na Biblia inasema tusiache kuzijua fikra za shetani. Lakini kikubwa katika yote lazima uelewe, si kila anayejiuza amekosa njia mbadala wa kupata fedha. Kweli baba.
bali wengine ni hila tu za shetani, ni uovu wa shetani, ni uharibifu wa shetani. Mchungaji, naomba uzikemee hizi roho, maana ninajua hakuna lisilowezekana kwa Mungu, na ninajua Mungu anakutumia sana kwa viwango vya juu. Huna haja ya kusikitika na kuumia ndani ya moyo wako. Unajua Mungu ana kanuni jinsi anavyowajibu watu wake, na kila maombi ana kanuni, na kunayo kanuni inayobeba maisha yako. Wewe umekuwa ni mtu wa kujitoa sana katika kazi ya ufalme. Amen. Kila jambo linalopitia mikononi mwako lazima lifanikiwe. Amen. Lakini pia umekuwa ukijitoa kifedha kuhakikisha kwamba unatoa sadaka zako na michango mbalimbali. Hivyo ipo kanuni ya Mungu kukujibu mtu wa namna kama ya kwako. Amen. Na kanuni hii inapatikana kwenye kitabu cha Zaburi. Utafungua kitabu cha Zaburi. Nataka nikusomea hapo walayo kidogo. Zaburi sura 20. Tasoma kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Mungu anaenda leo kuziangalia sadaka zako. Amen. Kupitia hizo Bwana kujibu leo kwa moto. Amina Baba. Kumbuka yule akida aliyetaka msaada wa uponyaji kutoka kwa Yesu. Amen. Alipowatuma watu waende wakamwambia Yesu, wale watu walienda kumwambia huyu mtu anastahili kwa sababu analipenda taifa letu, lakini amejenga sinagogi. Anastahili. Hata mimi ninayo sababu mbele za Bwana kusema unastahili. Amina Baba. Nataka usimame thabiti kabisa, umtegemee Bwana na Bwana atafanya. Amina Baba. Amen. Mimi nataka niombe na wewe. Amina Baba. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya mtoto wako Lisa unayemjua kabla ya misingi ya dunia kwako. Hakuna jambo ambalo lilipitia mikononi mwako la ufalme likafia kwake. Mungu aliye hai, kila lililopitia kwake lilifanikiwa, lilistawi, likayatimiza makusudi yake. Amen. Mungu aliye hai, wewe una kanuni ya kuziangalia sadaka za watu wako na kuwajibu haja za mioyo yao. Ninaomba ukaikumbuke sadaka yako sasa na uachilie moto katika jina la Yesu. Ninatuma moto wa ukombozi kwa mdogo wake. Ninaachilia moto katika jina la Yesu. Ninautangaza moto umfuate mahali alipo. Ninaachilia moto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa maana wewe ni Mungu unayejibu kwa moto. Amen. Ninalibariki na kuliinua jina lako. Hata sasa umejibu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. 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 Nataka ukumbuke kitu kimoja. Maombi haya yamekuwa na nguvu ni kwa sababu ya sadaka zako. Amina. Na sadaka hizi zinapiga kelele kwenye kiti cha enzi kama zile sadaka za Kornelio. Sadaka ya Kornelio ilinena. Amen. Ikimtafuta Kornelio. Amen. Hivyo sadaka zako zimekuwa kama ukumbusho kwenye kiti cha enzi. Amen. Sadaka zako zinapiga kelele kama sadaka ya Kornelio. Amen. Mungu akubariki sana. Amen Baba. Hallelujah. Asante sana. Barikiwe sana. Amen. 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 Jala, kwani tumekuuza nini? Mbona hivyo? Usemi na mtu, unakusanya nguo zako, shida nini? Kasharogwa huyo. Wanaume anawapiga wengine wanga. Hizi kazi lazima wewe umejidhatiti, la sivyo
unatumbuliwa mchana kweupe. Liz, hebu acha ujinga bwana. Unahitaji masiara sehemu ambapo hapastahili. Ukweli umegeuka masihara. Ameshatumbuliwa. Mimi kila siku ninavyoenda kwa mtaalamu kujidhatiti, mnaniona mjinga sana. Haya sasa, kombora lishamshukia shoga yako. Haya, tutalipaje chumba? Jamani jaa mdogo wangu, jamani jaa karibu jaa. Karibu jaa. Karibu sana mdogo wangu, siamini, siamini. Kweli umerudi. Siamini mdogo wangu. Maisha yangu yalikuwa ni giza kabisa, na sikutegemea kama leo hii nitakuwa hapa. Napenda kumshukuru dada yangu Lisa kwa maombi yake. Vile vile napenda kumshukuru mchungaji wangu kwa kuniombea na kusimama na mimi. Hatimaye leo hii niko hapa. Nina jambo moja Jala nataka nikuulize. Je, upo tayari kumpa Yesu maisha yako, yeye peke yake awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ndio, nipo tayari mchungaji. Utafuatisha maneno haya nitakayokuambia. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu, naja mbele zako. Naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Unirehemu. Unirehemu. Unitakase. Unitakase. Na kuniosha. Na kuniosha. Futa jina langu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Katika kitabu cha hukumu. Andika jina langu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kuniokoa. Na kuniweka huru. Na kuniweka huru. Amen. 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 Sasa jambo kubwa lililobakia ni kukulia wokovu. Kuongozwa sala ya toba ni jambo la kwanza, ni muhimu. La pili lililo kubwa zaidi ni kukulia wokovu, kwa sababu shetani hajawahi choka. Huwa hamwachi mtu hivi hivi akaondoka kwenye himaya yake pasipo kumfuatilia. Na ndio maana maandiko yanasema pepo mchafu amtokapo mtu huenda pita mahali pasipo maji. Akifika huko huangalia alikotoka. Anasema akiona ile nyumba imesafishwa
tayari kwa kurudi, basi anasema lile pepo halirudi peke yake, linaenda kuchukua mapepo mengine 7 yenye uharibifu kuliko lile lilokuwepo hapo kwanza, na lile linakuwa la 8. Biblia inasema hali ya mwisho ya mtu huyo huwa mbaya kuliko ile ya mwanzo. Kwa hiyo unatakiwa kuukulia wokovu, na ndio maana Yesu kila aliyemponya alimwambia umepona, angalia usitende dhambi tena. Kwa hiyo umeokoka, sasa nataka ukulie wokovu na uko salama. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusupport huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza kusupport huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.